Sasa hapo amekosea kwa sababu unajua dini yetu ya Uislamu imenyooka sana. Ina sheria, ina utaratibu. Yaani haina mapenzi yako eti ngoja nifanye hivi kwa mapenzi, hapana. Dini imenyooka kabisa. Siku na Uislamu muziki ni haramu. Umeenda Morogoro kufanya nini? Sijaelewa. Mimi na Morogoro kwa vipi mtani? Wewe sana akili ndio ndio Morogoro unafanya nini? Wewe unajua mimi ni nani? Wewe unajua mimi ndio mimi nimekufanyia uonekane. Yes, mimi ni Choka Samalo, niko na my brother hapa Isa Tambo. Kuna maswali machache kumuuliza brother, ni aje? Kwaje ndugu yangu? Fresh. Mazuri. Happy Islamic New Year. Naam, tunamshukuru Allah tumefika salama. Unajua wanasemaga kila mwaka unavozidi kusonga kwanza natakiwa usikitike kwa sababu ndiko unavyokaribia kaburi. Lakini pia unatakiwa pia ushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekujalia, ameendelea kukupa afya njema. Kuna watu wengi miongoni mwa wenzio wamekuwa na maradhi, wengine mauti imewafika, wengine wamepata na mitihani yote, lakini Mwenyezi Mungu amekupa afya njema. Yale ambayo unayotaka umeweza kufanikiwa, kwa hiyo inatakiwa umshukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe 2 nadhani kama sijakosea. Tarehe 2 nadhani kama sijakosea. Maamuzi unaitwaje kwa Kiislamu? Hivi inaitwa Muharram. No, baada ya Dhulhijja inakuja Muharram. Wewe mtandao kunisha matango poli, ngoja bwana. Wewe tuangalie. Niko sahihi Muharram. Ngoja. Muharram uko sawa, mashaallah uko sawa. Lakini ni moja, tarehe moja Muharram moja leo bwana. Sio tarehe 2. Tarehe 2 ulitaja wewe. Ni tarehe moja. Sawa bwana, iko tunamshukuru Mungu kuona mwaka wetu by the way. Wewe ni moja ya watu ambao unasikitika kuona ambacho kinachoendelea duniani. Maybe kati ya vita ya Palestina, Iran na Israel. Mimi nasikitika kwa sababu najua mimi ni muumini wa amani, siku zote nasemaga. Nikiona watu wanakosa amani ni kitu ambacho moyoni nasikitika sana. Kwa hiyo ukiniuliza mimi naona mimi nasikitika. Na mimi ukiniuliza ni eti faida ya vita ni nini? Kweli sijawahi kujua, labda tu kwa sababu sijui sifahamu. Ukiniuliza wanapata faida gani, kwa sababu naona tu zaidi watoto wanakufa. Yaani wanakufa wale ambao hawana hatia, watoto wa miaka 8, 9, 10 wanakufa. Unaona ukiangalia unakuta Israeli wamepiga Palestina, watoto walokufa pale ni watoto wa miaka 10, 7, 8. Yaani watu ambao hawajua, yani sidhani kama kuna hata ule mzozo unakuwa una manufaa yote. Kwa mimi moyoni kwanza nasikitika sana. Mimi napenda amani, watu tunaishi kwa amani, na hata siku zote naomba Watanzania tujitahidi kudumisha amani. Amani inabeba vitu vingi, kwa sababu amani tutashindwa ukikosa amani unashindwa kufanya kazi, unashindwa kula, unashindwa kuabudu. Yaani kila kitu unachokiona kinafanyika kwa sababu mna amani. Ukikosa amani vyote vile hauwezi kufanya. Sawa, ni sawa kwa ulivyoona Muirani pia kuingilia vita yao? So mzuri sana kwa mambo hayo. Niko kuona tu vile Muirani alivyoingia akaanza kuchapa bakora zake. Lakini sasa kwa kuona kwenye mitandao mimi niliona wao Israeli ndio walianza kushambulia Iran. Na Iran wakajibu mapigo kwa nilivyoona. So japo so mjuzi sana wa mambo hayo, lakini niliona Iran huyo Israeli alianza kumshambulia Iran kwa kupiga mangome yake sio ya nuclear sio nini, labda nuclear naijua mwenzangu, naisikia tu kuniuza nuclear sijui ni nini. Kwa hiyo tuliona Israeli ameanza kumshambulia na akaanza kujibu mapigo. Na siku zote bwana wanasemaga usiwe mnyonge sana, ukichokoza unapigana kidogo. Hata dini nasema ukichokoza pigana, japo kuna aina nyingi ya kukataa. Kuna aina kama 3 shekhe. Kuna ya kwanza kusononeka kwenye moyo, yani unafanywa kitu lakini moyo wako unauma. Ipo hiyo, japo wanasema ni imani dhaifu hiyo. Lakini ya pili kuzungumza kwamba hapana usifanye, sio kitu kizuri, namna ya kukemea, bado pia na imani dhaifu. Lakini ya 3 ni ile kukataza kwa mikono yako. Ndio hicho kitumia Iran kwamba sasa hapana na sisi tukawasha makombola kuyaungurumisha. Walikuwa wanatumia haki yao kabisa ya kidini, lakini hata wao haki yao ya kujilinda ni kitu kizuri sana. Lakini nashukuru, nadhani kama mimi kwangu naona kama imeenda 50-50 huyo kapigwa. Na ukiona paka Muisraeli kakubali, ukiona kuna kitu pa yani namna, yani amna kuna namna kimekaona na wewe ananitafutia. So unajua wale ni watu ambao wapendo kafikiwa. Hasa unajua nao Iran ni taifa kubwa, tayari lina mahela mengi, limeshatengeneza mifumo ya ulinzi, lina makombola mazuri, ndio maana unaona yameweza kupenya. Yamepenya vizuri, ameingia paka kwenye ngome ya Israeli. So mchezo. Tunataka mtu mzima naomba hapo ujue kilichokutana nacho. Sasa tumalize, tutaki mapigano, so mchezo. Angekuwa mnyonge wale Palestina, kila siku angepigwa paka ingebakia majivu, lakini ndio mwisho. Mtu mmoja alisema kwamba ili Palestina tena Israeli wangeachwa wenyewe bila kila mtu kupewa support.
Pengine basi hata pia Israeli angeomba msamaha. Lakini mwisho wa siku dunia ndika tuishi kwa amani tu. Wakae wafanye mazungumzo, wafikie mwafaka, waishi kwa amani. Palestina wakae wazungumzo, wachongomane nini kitatuliwe. Dunia yote iwe salama kabisa. Yeah, mimi natamani sana hivyo. Okay. Sawa. Mwenyezi Mungu atasikiliza maombi yetu kwa sababu tunataka amani. Tunasema izaja anasulullah wal fatah. Najua anazungumzia nini kwamba kuna kipindi itafika watu watasabihi sasa. Kila mtu atarudi katika mstari. Utaona hapa sasa niko sawa. Kwa hiyo hakuna shida. Kuna siku Mwenyezi Mungu ataleta neema, kila mtu atajua wajibu wake. Yeah. Okay. Sawa. Niambie kitu kimoja. Uliposikia kionjo cha wimbo mpya wa Harmonize, kwa sababu una scroll mitandao, ni mtu wa mitandao, aliposema a'udhu billahi, si ndio, mina shaitani rajim, atatukikisha club kisha tunamkia gym, alikuwa iko sahihi kutumia upande wa Qur'ani kiasi hicho? Sijasikia kia Mungu tena, ndio kitu ambacho sijakisikia. Unaweza nikakuwekea ukakisikia? Ameniambia tu ameanzaje, yani katika nyimbo ameanza kusema a'udhu billahi mina shaitani rajim. Sasa atakuwa na makosa kwa sababu ziko ni Uislamu. Umesikia, kwenye Uislamu muziki ni haramu, haifai kabisa, haipo. Mimi nataka ukisikiza ukakipande pengine kabla kukisikiliza. Tukithibitisha. Kabla hata kukisikiza nishakielewa. Lakini kwa sababu umesema akazungumza tukisikia. Mbona nyimbo sibaya kwa play na? Sasa hapo amekosea kwa sababu unajua dini yetu ya Uislamu imenyooka sana. Ina sheria, ina utaratibu. Yaani haina mapenzi yako eti ngoja nifanye hivi kwa mapenzi, hapana. Dini imenyooka kabisa. Siku na Uislamu muziki ni haramu. Umenielewa? Muziki ni haramu. Ni sawa nguruwe haramu, mchukue nguruwe anze kumchinja na bismillah, utakuwa na vipi bwana? Kwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hapo ni miongoni mwa labda anafanya kama hajui, nadhani anajua. Sasa sidhani kama yeye mbona ana maneno mengi sana ya chombeza muziki yake kuliko kutumia dini. Mimi binafsi kuniuliza kwa sababu sipendi mwenye kuchezea dini. Dini inatakiwa iheshimiwe. A'udhu billahi minashaitani rajim, kinga kwa Mwenyezi Mungu. A'udhu billahi minashaitani rajim, jikinga na Mwenyezi Mungu na shetani kabisa na shari zake. Kwa hiyo pale anataja Mwenyezi Mungu, sidhani kama utamtaja katika maasi. Nyimbo inaenda kuchezwa watu wakiwa wanazini hiyo. Wanazini, wanafanya nini? Kitu ambacho hakifai kabisa, kipo safu Allah tuepushie. Lakini mwisho wa siku unajua ni kiburi tu cha afya na uhai nadhani. Lakini mwisho wa siku tunaomba Allah sasa arekebishe, ajue hichi kitu kibaya, kwa sababu mwisho wa siku Allah ndo anajua mpya, yani mtu gani atampa mwisho mwema. Kwa mimi si eti kusema sana kosa, lakini ajue ni makosa. Lakini yeye mtoto wa Kiislamu bado ana nafasi kubwa sana ya kumtaka msamaha na Allah, lakini pia ajitahidi sana kuacha kutumia mambo ya Mwenyezi Mungu katika mambo yake ya ambayo hayafai. Yani ukiwa unafanya jambo lako ambalo Allah amelikataza, usimuingize Mwenyezi Mungu. Unaelewa? Wanasema kuna usemo mmoja kwamba kubaki shetani, wewe kuwa tu shetani moja kwa moja. Ili ujue. Lakini sasa usianze kusema tena a'udhu billahi minashaitani rajim. Na kwa sababu kitu kizuri, kitu kizuri. Na dini yetu imenyoka shekhe. Ni dini ambayo imekamilika, haihitaji kuongezewa hata serusi. Kila kitu kimekamilika. Jana nilifanya interview na Sheikh Pozeo. Akasema wapo watu ambao Mungu aliwapa mali wakajikuta majeuri. Kisha Mungu alitumia dakika chache sana kuwabadilishia historia ya maisha zao, ya maisha yao ya mimi. Ndio ile unalala tajiri unamka maskini. Mungu ana uwezo huo. Kijana mwenzetu anajisahau, kiburi cha pesa na pumzi. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kun fayakuni, yeye ana sifa hiyo. Allah anaweza akasema kuwa na kitu kikakuwa hapa. Riziki, vyeo, chochote kile unachokiona. Kwa Mwenyezi Mungu ni kitu kidogo sana. Muda wote akiamua kukichukua anakichukua. Sema tu Allah ni tuseme Mwenyezi Mungu ni kwa sifa zake ni ambao mtu hawezi kuchukia, yani Allah achukii, hawezi kusema sana hukumu hapa. Lakini anatuvumilia kwa sababu lengo la Mwenyezi Mungu kila mtu atende khairi. Umeshanifahamu? Kwa hiyo anatuvumilia yote tunaoyafanya. Mwisho wa siku anajua mja wangu atakuja kurudi kwangu. Kwa hiyo kwa Harmonize mimi sidhani amefanya makosa, anafanya tu makosa mengi, lakini ni vizuri ajue hili kitu. Yani ni vizuri katika muziki wake afahamu kwamba hichi akifai na hichi kinafaa. Yani iwe na mipaka, asilete dini. Uislamu hutaki mambo hayo kabisa. Maana hiyo mara ya kwanza kuna kipindi alisema Mungu mwanamke. Ndio maana nakwambia ni Uislamu hautaki mambo hayo kabisa. Uislamu umenyooka, Uislamu umekamilika.
Uislamu unahitaji kuongezewa hata robo, unarudia karibia mara ya 7. Unaelewa? Kwa hiyo haya ni si kitu cha kuchezea. Kama unaweza kusema tu ndio maana ushaye kumuona mtu kaenda msikitini kushuti kwamba sasa naenda kushuti, kwa ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ni kitu ambacho kimenyoka. Ni shoti ya kutoa elimu sana ambayo watu watabidi waelewe. Kwa hiyo nadhani ana njia nyingi, ana mistari yake, kama yaamua kuimba aimbe, lakini afahamu kwamba dini ya Uislamu imekataza muziki. Maana tunaona msanii kama Alikiba hawezi fanya haya mambo kwa sababu umepita sana madrasa. Sasa unajua kunaweza kupita madrasa lakini na uelewa pia. Maana vile vitu sio kupita madrasa. Hata usipopita madrasa unajua kabisa. Lakini mimi sidhani kama kwa sababu kila mtu anajua kwenye Uislamu muziki haufai. Hata yeye Harmonize anajua. Sasa sidhani kama umeshajua kabisa muziki haufai, wewe unachukua kipande cha sehemu ya dini unakeka katika muziki wako mwenyewe. Ndio maana nimesema ni sawa sawa leo uchukue nguruwe afu anze kumchinja na bismillah. Kwa nini watakushangaa? Kwa nini kitu ambacho hakiwezekani? Ni kweli vitu vya haramu vina pesa nyingi kuliko vitu vya halali? Sio kweli. Ni watu tunadhani vile. Kitu chochote kile kina fedha nyingi. Kitu chochote ukimwomba Mwenyezi Mungu kitako kina fedha nyingi. Kwani ndio maana nataka kuniambia watu wote wenye mapesa hapa duniani wanafanya kitu cha haramu? Hakuna. Mbona kuna watu wengi wanafanya biashara zao halali, lakini pia wanafanya mambo mazuri tu, wanafanya kubwa, lakini wanafanya biashara halali kabisa. Kati ya Simba na Yanga kifungwa, timu gani wewe unaumia kidogo? Sasa bahati mbaya bwana, mimi si nikoje. Unajua mimi sio shabiki wa mpira shekhi. Sijui lolote mwanangu. Kia Mungu tena nataka katika vitu ambavyo hazini ushamba ubize. Unajua nao sisi, mimi ni mtu ambaye niko busy sana katika ratiba zangu zinanibana. Sasa nikaona tena nikijiongezea na jukumu la mpira. Sijui lolote. Mimi jana nilikuwa nasikia tu sijui wachezi wanacheza, sijui kafunga hata sijui. Kwa labda ni ile tu ukisikia jina linakuwa famous sana ndio unamsikia tu Pacome, lakini ukianza kuniuliza sasa Pacome anacheza nini? Sijui ni goalkeeper sielewi. Kwa mimi sio shabiki wa mpira kabisa. Okay, sawa. Kwa kumalizia ili swala tunaona power yako bwana, nguvu yako kwa msanii wa Doto. Sasa hivi yuko zake Morogoro, yuko hotelini anakunywa chai lakini kikombe hakina kitu kwa bahati mbaya. Nasema sana kinachonishangaza, msanii anaimba Doto anatuchamba. Wale kuna clip moja nimeona inabidi nicheke tu. Msanii anaimba tu Doto msikia kitu hicho mtu. Msanii anaimba Doto anatuchamba, lakini mimi nimekuwa ni mtu hapa napenda. Unajua mimi napenda utani. Kwa hiyo nachombeza, na bahati nzuri watu pia wanapochombeza wanapenda sana, wanacheka, wanafanya hivyo. Kwa ni kitu tunafanya tu kitu. Unajua siku zote hii ni nyumba ya burudani. Ni sehemu ya comedy. Unajua tunapenda sana kufanya comedy fulani. Tuone, tuombe. Wameenda wapi? Samologolo kufanyaje? Hebu mpigie. Unajua sijaelewa kabisa Doto. Sasa kaenda kufanyaje Doto? Kaenda hizo Doto kaenda wapi? Hebu jamaa tusikilize. Hebu jamani. Jamani. Tunampigia Doto hapa mbele ya vyombo vya habari. Tusikie sasa kaenda Morogoro kufanya nini? Jamani. Maisha. Doto, KC. Ukishakuwa na jeuri huyu. Ukishakuwa na jeuri kweli. Hapo na simu eti. Jamani. Doto keto. Doto wa mama Kizimkazi. Doto. Oya. Hata mbona upokee simu Doto, na simu yangu inaita muda mrefu? Kwa nini? Umeajiriwa wapi tena Doto? Mbona uniambii? Sasa Doto, unajua mimi najiuliza hapa. Umeenda Morogoro kufanya nini? Sijaelewa. Mimi na Morogoro kwa vipi mtani? Wewe chana akili, hata ndio mambo wewe unafanya nini? Wewe unajua mimi ni nani? Wewe unajua mimi ndio mimi nimekufanyia uonekane. Sasa kwa hiyo huyo nani huyo Lema kaenda kuperform au kafanya nini Doto? Hivi au mna njaa nyinyi wa kutumia 500 urudi? Kaenda kuperform Lema Isa. Tunasikia maisha Lema sasa hivi na tofauti. Wewe unashavuka bwana telepo yako. Sasa watu kwa nini umweke chumba cha shilingi 7,000? Kwa nini Doto? Lema yuko apartment, piga picha, umuone kasinzia miguu juu. Wapi umeenda mtafutia chumba cha shilingi 10,000? Kwa nini unafanya hivyo? Lema ungeenda huko tu tukalali hizo. Sisi mmoja kulala Morogoro wewe. Nimetoa kaza kwa nakucheka kwanza. Ni tabia mbaya. Uwezi kuona dada yako kanutia ukwabo mama kwa chakula nimeshiba nimelipa 80,000. Ukasema mama ichukue kuendeleza maisha mbele. Wewe
Umemsikia Doto ana adabu huyu. Bwana tumemsikia kwa Morogoro ya Morogoro bwana. Msanii anasema maisha ya msanii sasa hivi yawezi. Maisha ya msanii sasa yawezi. Bana mimi nakushukuru my brother kwa channel yako. Tuko pamoja, karibu sana.